bibi, mtu anasimama anasema Roho wa Bwana asema, na kweli mkisikia ni ujumbe wa Bwana. Ni ujumbe wa Bwana. Leo hamna. Unakuja kanisani, niwauliza hapa kwa nani alishaona malaika? Hamna. Nani alishasikia Mungu akimsemesha? Hamna. Sasa tunakwenda mbingu gani? Lazima tuwe na mahusiano na Mungu. Lazima tuwe na mahusiano na Mungu. Sasa tutakuja na mahusiano na Mungu, asema lazima tujae Roho. Mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya rohoni. Nenda kasome tena na tena. Rudia hii sura ya pili na sura ya kwanza. Rudia tena na tena na tena, utaona wewe una tabia gani. Wewe ni wa nani? Wewe ni wa Mungu kweli? Wewe ni wa Mungu? Alafu unajua vitu hivi havifichiki. Alafu unataka uwe wa Mungu kwa vipi? Yohana anasema hivi, wa Mungu ni wa nani? Watoto wa Mungu ni nini? Na wa shetani ni nini? Alafu Biblia inaeleza kabisa tabia. Waefeso ameeleza, Wagalatia ameeleza, anasema tabia hizi ni za watu wasio kwenda mbinguni kabisa. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie. Tabia za watu wasio kwenda mbinguni zimeelezwa. Na wewe unaishi kwenye hizo tabia, alafu unataka kutudanganya kwamba unakwenda mbinguni. Hapana. Anasema waibilisi wanajulikana na baba yao ni Ibilisi, na wa Mungu nao wanajulikana na baba yao ni Mungu. Na kuonya katika jina la Bwana, kama baba yako ni Ibilisi, enda naye. Kama baba yako ni Mungu, njoo tusali pamoja. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Kuna watu wachache sana, watu wachache wakikubali kufunga na kuomba wakamtafuta Mungu, umati wa watu utaokolewa. Lakini kuna watu wachache hawataki kuokoka, wanaleta dosari na Biblia inawakataa. Yohana aliwakataa watu ambao wanadanganya. Paulo aliwakataa. Petro aliwakataa. Mimi na wewe ni nani tuwakubali? Lazima tusimame na Yesu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Safari ya kwenda mbinguni sio ya kidini, sio ya kidhehebu. Safari ya kwenda mbinguni ni watu waliokata shauri, watu walioamua kuokoka, watu wanaokwenda mbinguni. Tunataka ishara na maajabu na miujiza itendeke. Haitatendwa na watu waliochoka, watu wa mfumo wa dunia, watu wa hivi. Lazima vipofu waone, vilema watembee, viziwi wasikie, miujiza itendeke, umati wa watu waokolewe. Sio watu waliojiunga na dini, sio watu waliojiunga na dhehebu. Watu waliookoka, watu ambao wamekombolewa kwa damu ya Yesu. Paulo anasema sitaki kujua jambo lingine ila Yesu aliyesulubiwa. Jina la Bwana Yesu liinuliwe. Uko tayari kumkubali Yesu huyu? Uko tayari kumpa Yesu nafasi? Roho Mtakatifu mpe nafasi. Yeye atasababisha mambo makubwa katika maisha yako. Utaokolewa, utakombolewa, utaponywa, usiwe na mashaka. Anasema usisumbuke, utakula nini, utavaa nini, utakunywa nini. Yesu anaweza. Yesu anaweza kukupamba, anaweza kukusaidia. Hata kama hajanipamba katika mwili, lakini katika roho ananipamba. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Haleluya. Kila kijana, kila binti, kila mwanaume atafute kujaa Roho Mtakatifu, atafute moto wa Mungu, atafute uwezo wa Mungu. Njoo nyumbani mwa Bwana, njoo nyumbani mwa Bwana. Ukija usiku kuna watu, ukija mchana kuna watu. Njoo nyumbani mwa Bwana, tutafute nguvu za Mungu, tutafute nguvu za Roho Mtakatifu. Mpendwa mtu wa Mungu, hatuwezi kuishinda dunia kwa akili, hatuwezi kuishinda dunia kwa mbinu, kwa elimu. Tunaishinda dunia kwa ujazo wa moto wa Roho Mtakatifu. Haleluya. 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 Amina. Amina. Aliyenibadilisha tabia kutoka kwenye uhuni na ujinga anaweza kukubadilisha na wewe. Haleluya. Kama hujabadilika huna maana kabisa, lazima ubadilike. Hatujaokoka tukutane hapa tutiane moyo. Tumeokoka, safari yetu ni mbinguni. Safari yako iwe mbinguni. Safari yako ni mbinguni. Usitafute wanachama, usitafute kukubalika. Na kila mara ninakumbusha,
hasa wale watoto na vijana ambao wamezaliwa na wazazi waliookoka. Wengi hawapendi kuokoka, wanadhani wataingia mbinguni kwa sababu ya hadhi ya baba ya mama. Hamna. Kila goti lazima lipigwe. Kila mtu, uwe umezaa mtoto, wazazi wote tunawaambia watoto wetu, unajua nye mmeokoka. Hakuna mtoto anayezaliwa ameokoka. Hayupo. Tunazaaga vinyangarakata tu, binadamu tu, vina pepo, vina shetani, lakini vikikua vinaelekezwa, vinakiri, vinampokea Yesu, alafu ndipo wanapoitwa waumini, waliomwamini Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo usije ukakaa nyumbani na watoto wako huko unasema nyewe mnajua mnakwenda mbinguni. Huyo baba anawadanganya na mama wanawadanganya. Hamwendi mbinguni mpaka ninyi wenyewe mpige magoti muanze kuhubiri kama ninavyohubiri hapa. Sema amina. Sema amina. Kila mtu apokee upako wa kwenda kuhubiri. Sema amina. Pokea upako ukahubiri. Watu wanasema pokea magari, mimi nakwambia pokea upako. Pokea uzima, pokea moto wa Roho Mtakatifu, pokea uwezo wa Bwana ukahubiri. Uwezo na utakatifu wa Bwana na uaminifu wa Bwana ukufunike. Kahubiri Injili na moto na moto na moto wa Bwana. Sema amina. Yale majitu wa mwilini yamewashinda. Ukisema pokea magari wanasema pokea. Wewe unashangaa. Pokea upako kwa jina la Bwana. Haleluya. Amen. Yale majitu wa mwilini yanaambiwa pokea. Yanaoga kweli, pokea. Naweka na huko, pokea. Naweka huko. Watu wa rohoni, pokea uwezo wa Bwana. Pokea moto wa Bwana. Haleluya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Uko tayari kupokea uwezo wa Bwana? Simama mbele za Bwana. Haleluya. 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 Mabinti wadogo kabisa hawajasimama mpaka leo. Bado wamekaa wavivu kweli. Wamepokea kweli hawa? Haleluya. Hebu uwe na kiu, uwe na njaa ya kupokea kutoka kwa Bwana, ya kupokea uwezo wa Bwana, ya kupokea nguvu ya Bwana, ya kupokea uponyaji, ya kupokea uzima wa milele. Sema amina. Sema amina. Amina. Kama umebarikiwa nyosha mkono wako juu tuombe. Haleluya. Sema Baba Mungu, nina kiu ya uweza na nguvu za kiungu. Ninatamani kuvikwa uwezo utokao juu, moto wa Roho Mtakatifu, uwezo wa Roho Mtakatifu, nguvu ya uaminifu, nguvu ya kumcha Mungu, uweza na upako wa Bwana, mafuta ya Roho Mtakatifu. Nijaze Bwana. Ninakupenda Mungu Roho Mtakatifu. Ninakupenda Mungu Roho Mtakatifu. Ninakupenda Mungu Roho Mtakatifu. Ninakupenda Mungu Roho Mtakatifu. Ninakupenda. Karibu ndani yangu. Karibu ndani yangu. Karibu ndani yangu. Ninakupenda. Nitakase. Nioshe. Ninakuhitaji. Asante Mungu Baba. Asante Bwana Yesu. Inua mikono yako kwa Bwana, endelea kuomba, usiogope kuinua mikono, usichoke haraka. Ulikuwa umekaa muda mrefu, mwinulie Bwana mikono, sema maneno, sema kweli mbele za Mungu kwamba una kiu, kwamba nina kiu, kwamba nina kiu, kwamba nina njaa, kwamba ninahitaji kuvikwa uwezo, kupokea nguvu, kupokea mamlaka, kupokea rehema, kupokea neema, kupokea utakaso, na kila kifungo cha ibilisi kikutoke, kila roho ya mizimu ikutoke, kila roho za makaburini, roho za mababu za mabibi, roho za mashetani zitoke, roho za magonjwa utoke, roho za uharibifu zitoke, roho ya ibilisi, roho za mababu za mabibi, za uchawi, za ushirikina,
manuizio mabaya, misemo mibaya ya mababu, ya mabibi, ya ukoo, ya ukabila, ikafutike, ikafutike. Laana za ukoo, laana za makabila zikavunjwe kwa damu ya Yesu, zikavunjwe kwa moto wa Roho Mtakatifu. Pokea uweza, pokea nguvu, pokea uponyaji, pokea baraka, pokea ushindi. Endelea kuamini, endelea kuamini. Sema na Bwana, sema na Bwana, sema na Bwana. Tamani uweza